Vita vya Yom Kippur ni vita maarufu vilivyotokea kati ya Israel dhidi ya muungano wa mataifa ya Kiarabu hasa Misri na Syria kuanzia Oktoba 6 mwaka 1973. Jina Yom Kippur War lilitokana na ukweli kwamba vita hivyo vilianza siku ile ile ya Yom Kippur, wakati Wayahudi wote walikuwa wamejifungia katika maombi na kufunga. Mashambulizi ya kwanza ya Waarabu yalifanyika wakati wa Yom Kippur, siku takatifu kabisa kwa Israel, wakati jeshi la Israel IDF lilikuwa limetulia. Watu walikuwa kwenye maombi na vikosi vingi havikuwa tayari kwa vita. Misri na Syria walichagua siku hii maksudi kwa sababu walijua kuwa Israel haitakuwa tayari kijeshi kutokana na utulivu wa kitaifa na wa kidini uliokuwepo. Hili lilikuwa ni pigo la kisaikolojia kwa Waisraeli. Jeshi la Israel lilichelewa kujibu mashambulizi kwa sababu wanajeshi wengi walikuwa wamerudi manyumbani kwao kushiriki Yom Kippur. Mawasiliano yalikuwa yamepunguzwa na hali ya tahadhari ilikuwa ya chini. Vita hivyo vilisababisha hasara kubwa kwa pande zote. Baada ya wiki kadhaa za mapambano makali, Israel iliweza kusukuma nyuma majeshi ya Kiarabu, lakini haikufuta kabisa athari za kushangazwa. Vita hivi viliacha hofu kubwa kwa taifa la Israel kuhusu usalama wake wa ndani. Kwa nini vita hivi viitwa Yom Kippur War? Sababu kuu ya vita hivi kuitwa Yom Kippur War ni kwa kuwa vita vilianza siku ya Yom Kippur. Waisraeli waliamua kuiita vita hiyo jina hilo ili kuonesha uhusiano wake na siku hiyo takatifu ambayo kwao ilikuwa siku ya toba na maombi, lakini iligeuka kuwa siku ya damu na vita. Mambo muhimu ya kufahamu ni kwamba katika ulimwengu wa Kiarabu, vita hii pia huitwa Ramadhan War kwa sababu iliangukia ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa Waislamu. Vita hii pia ilikuwa mojawapo ya vita hatari sana vilivyowahi kutokea Mashariki ya Kati. Baada ya vita hii, Marekani na Umoja wa Kisovieti walijiingiza kwa nguvu kupatanisha pande hizo. Sababu kuu za vita vya Yom Kippur ni pamoja na: moja, kipigo cha Waarabu katika vita vya siku 6, Six Day War mwaka 1967. Katika mwaka wa 1967, Israel ilishinda vita vya siku 6 maarufu kama Six Day War dhidi ya muungano wa nchi za Kiarabu ambayo ni Misri, Syria, Jordan na wengine. Vita hivyo vilimalizika kwa Israel kuchukua maeneo muhimu ambayo ni pamoja na Sinai Peninsula kutoka kwa Misri, Golan Heights kutoka kwa Syria, West Bank na Jerusalem ya Mashariki kutoka kwa Jordan, pamoja na Gaza Strip kutoka kwa Misri. Kupoteza maeneo haya kuliacha nchi za Kiarabu hasa Misri na Syria zikihisi fedheha na kushindwa kwa aibu mbele ya Israel. 2. Tamaa ya Waarabu kulipiza kisasi. Misri na Syria walitaka kulipiza kisasi cha kushindwa mwaka 1967 na kurejesha maeneo yao yaliyopotea hasa Misri ilitaka Sinai Peninsula, Syria ilitaka Golan Heights. Hii ilikuwa motisha kuu ya vita, wakiamini kuwa lazima warejeshe heshima yao na ardhi yao kwa gharama yoyote. 3. Kupuuza kwa Israel. Baada ya ushindi wa vita vya siku 6, Six Day War, Israel ilijiona kuwa haina tishio kubwa tena kutoka kwa majirani zake. Jeshi la Israel lilianza kuamini kuwa Waarabu hawana uwezo wa kijeshi wa kuanzisha vita tena. Hali hii ilisababisha Israel kupunguza tahadhari na kufanya nchi kuwa rahisi kushambuliwa kwa kushtukizwa. 4. Mabadiliko ya kijeshi kwa Misri na Syria. Misri na Syria zilipokea misaada mikubwa ya silaha na mafunzo kutoka Umoja wa Kisovieti USSR. Waliboresha vikosi vyao na walipanga mashambulizi kwa siri. Nchi hizi zilijifunza makosa ya vita vya 1967 na kuboresha mikakati zaidi. 5. Dhana ya vita fupi. Misri na Syria hazikulenga kuivamia Israel kwa lengo la kuiangamiza kabisa kama walivyofanya mwaka 1967. Safari hii walitaka kurejesha tu maeneo yao yaliyopotea ili kutumia ushindi huo kulazimisha Israel kukubali mazungumzo. 6. Mambo ya kidiplomasia na kijasusi. Misri ilitaka kuonesha dunia kuwa iko tayari kwa suluhu ya kidiplomasia kama Israel ingekubali kuondoka Sinai. Israel ilikataa masharti hayo. Wakala wa kijasusi wa Misri walidanganya Israel kwa kupandikiza taarifa kwamba hawakuwa tayari kwa vita. Baada ya motisha hiyo, Misri na Syria walianza mashambulizi makubwa dhidi ya Israel kwa wakati mmoja. Misri ilivamia Sinai Peninsula kwa kutumia vikosi vya uhandisi vilivyovunja ngome za Israel maarufu kama Bar-Lev Line. Syria nayo ikavamia Golan Heights, eneo muhimu la milima ambalo linatawala Israel kaskazini. Mashambulizi haya yalikuja kwa ghafla kabisa wakati Israel haikuwa tayari, kwani ilikuwa kwenye sikukuu takatifu ya Yom Kippur. Kati ya tarehe 6 hadi 9 Oktoba mwaka huo, Misri na Syria walipata mafanikio ya haraka. Jeshi la Israel lilijipanga haraka na kuanza kukusanya wanajeshi wake walioitwa kutoka majumbani, reservists.
Misri ilifanikiwa kuvuka mfereji wa Suez na kujenga madaraja ya muda ikisonga hadi sehemu ya mashariki mwa Sinai. Syria ilifanikiwa kudhibiti sehemu kubwa ya Golan Heights katika siku chache za kwanza. Kati ya tarehe 10 hadi 14 Oktoba mwaka huo, Israel ilifanikiwa kuzuia mashambulizi ya Syria kisha ikaanza kuwarudisha nyuma hatua kwa hatua katika Golan Heights. Kwa upande wa Sinai, jeshi la Israel lilianza mashambulizi ya kujibu, lakini walikumbana na upinzani mkali kutoka kwa vikosi vya Misri. Kutokana na heka hizo, Israel ililazimika kubadilisha mbinu za kivita. Kwa kutumia vikosi vya tanks na ndege, walifanikiwa kupenya kati ya majeshi ya Misri. Mnamo tarehe 16 Oktoba, Israel ilivuka mfereji wa Suez upande wa magharibi kwa mara ya kwanza na sasa ikawa inatishia jiji la Cairo. Kwa upande wa kaskazini, Israel ilikuwa tayari imewarudisha Wasiria nyuma ya mstari wa awali kabla ya vita. Katika maendeleo ya vita hivi, mataifa makubwa kama Marekani pamoja na Urusi chini ya USSR yalijihusisha moja kwa moja katika vita hivi. Umoja wa Kisovieti USSR uliunga mkono Misri na Syria kwa silaha. Marekani nayo ikaamua kusaidia Israel kwa njia ya haraka ambayo ilijulikana kama vile Operation Nickel Grass kwa kupeleka silaha, risasi na vifaa vya kijeshi kwa ndege moja kwa moja. Hali hii ilileta hofu ya vita vya dunia, kwani USSR na Marekani zilianza kushindana kwa njia ya kivuli, proxy. Yaani, Misri na Syria walikuwa wanapigana kwa niaba ya Urusi huku Marekani ikipigana kwa niaba ya Israel. Oktoba 22 mwaka huo, usitishaji wa mapigano ulifanyika. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio la kusitisha vita, Resolution 338. Vita vilikuwa rasmi mnamo Oktoba 24 mwaka 1973, lakini baadhi ya mapigano madogo yaliendelea kwa siku chache. Matokeo ya moja kwa moja ambayo yalitokana na vita vya Yom Kippur ni ikiwemo Israel kushinda kijeshi na kudhibiti tena Golan Heights na Sinai. Misri, ingawa ilirudishwa nyuma, ilijivunia kwamba angalau ilivuka mfereji wa Suez na kuvunja ulinzi wa Israel. Vita vilileta heshima kwa jeshi la Misri na kuwa chanzo cha Misri baadaye kufanya makubaliano ya amani na Israel mwaka 1979, ambayo makubaliano hayo yanajulikana maarufu kama Camp David Accords. Yom Kippur War ilisababisha matokeo ya muda mrefu baadaye. Baadhi ya matokeo haya ni ikiwemo: moja, mabadiliko ya mamlaka ya kijeshi na kisiasa. Ingawa Israel ilishinda vita kiufundi, vita hivi vilionyesha kuwa Israel haikuwa tena nchi isiyoshindikana kama ilivyoaminika baada ya vita vya siku 6 Six Day War vilivyofanyika mwaka 1967. Kwa Misri, vita vilirejesha heshima ya taifa. Rais Anwar Sadat alionekana shujaa kwa kuweza kushangaza Israel na kuvuka mfereji wa Suez. Kwa Israel, vita vilisababisha uchungu mkubwa, hasara ya wanajeshi na hisia ya kutokuwa salama tena. 2. Mazungumzo ya amani. Baada ya vita, Misri na Israel walianza mazungumzo ya siri na hatimaye kusaini mkataba wa Camp David mwaka 1978. Mkataba huo uliwezesha Misri kuwa nchi ya kwanza ya Kiarabu kuitambua rasmi Israel tangu kuundwa kwake mwaka 1948. Israel ilikubali kuondoka kabisa katika Sinai Peninsula na amani kati ya Misri na Israel ikarejea rasmi. 3. Kuongezeka kwa uhusiano wa Marekani na Israel. Vita vya Yom Kippur vilifanya Marekani kuwa mshirika wa karibu zaidi na Israel. Marekani ilihofia ushawishi wa Soviet Union katika mataifa ya Kiarabu na hivyo ikaimarisha msaada wake kwa Israel kwa silaha, misaada ya kiuchumi na kisiasa zaidi. Israel ikawa ngome muhimu ya Marekani katika Mashariki ya Kati hadi hii leo. 4. Mgogoro wa mafuta duniani. Mataifa ya Kiarabu yalitumia OPEC kupunguza uzalishaji wa mafuta na kusababisha bei kupanda mara 4 zaidi duniani. Hii ilileta mgogoro mkubwa wa kiuchumi kwa nchi za Magharibi, hasa Europe na Marekani. Migogoro hii ya mafuta ilifungua macho ya dunia juu ya nguvu ya mataifa ya Kiarabu kwenye sekta ya nishati. 5. Mabadiliko ya mkakati wa kijeshi. Israel ilijifunza umuhimu wa kuwa tayari kila wakati na kuanzisha mfumo bora wa intelijensia au kijasusi na mfumo wa haraka wa kuhamasisha vikosi. Misri pamoja na Syria walijifunza mbinu mpya za vita kwa msaada wa Soviet Union, lakini baadaye Misri ilibadilisha mwelekeo na kujiunga na kambi ya Marekani. 6. Matokeo ya kisaikolojia. Israel iliathirika kisaikolojia kwa kuona kwamba Waarabu waliweza kuwashambulia kwa ghafla siku ya Yom Kippur. Upande wa Kiarabu, vita vilirejesha hali ya kujiamini ingawa walishindwa kijeshi. 7. Kuongezeka kwa migogoro mipya. Baada ya Yom Kippur, Mashariki ya Kati iliendelea kuwa eneo la migogoro ikiwemo Lebanon War mwaka 1982, migogoro ya Syria na Israel juu ya Golan Heights, kuibuka kwa harakati za Palestina PLO au Palestinian Liberation Organization pamoja na Hamas, na vita vya Intifada vya mwaka 1987 hadi mwaka 1993 na mwaka 2000 hadi mwaka 2005.
Kwa kifupi, vita vya Yom Kippur vilibadilisha historia ya Mashariki ya Kati, vilileta amani baina ya Misri na Israel, bali vikachochea migogoro mipya zaidi, na vilibadilisha siasa na uchumi wa dunia kupitia migogoro ya mafuta ambayo ilikuja ikatokea baadaye, na vilibadilisha siasa na uchumi wa dunia kupitia migogoro ya mafuta.